ndugu viongozi na wananchi, kwa kuwa nimepata fursa hii au nafasi hii kuzungumzia masuala ya utulivu na amani katika taifa letu, nataka nitumie pia fursa hii kuwaonya wale wote wanaojiita wanaharakati kwa jina ili wapate kutambulika duniani, lakini kiuhalisia matendo yao ni ya kigaidi. Nataka niseme kidogo tafsiri ya ugaidi. Ugaidi unajumuisha vitendo vya uvunjifu mkubwa wa amani, uharibifu wa mali na miundombinu vinavyokusudia kuitishia jamii au kuishurutisha serikali kukubaliana na matakwa ya watu au kundi fulani kwa ajili ya kutimiza haja za kisiasa, kiitikadi au kidini. Lakini kwa mustakabali wa sasa dunia tunayokwenda nayo, unaweza ukafanyika pia ukikusudia kuirudisha nyuma nchi inayoendelea kwa kasi. Pia inaweza ikatumika. Watu au kundi hilo linakuwa na kauli zinazovaa sura ya kizalendo, lakini kwa undani ni maslahi binafsi. Mtu anayependa nchi yake kiukweli huijenga na sio kuibomoa. Pande huu tumeipenda nchi yetu, tumetofautiana, tumevumiliana, hatukufanya vurugu za kubomoa nchi yetu wala kuharibu au uvunjifu wa amani. Na wasihi wa Tanzania, tushikamane kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu na sio kulifanya taifa kuwa duni kwa matakwa ya watu binafsi ambao maisha yao huko waliko na hata hapa nchini yanategemea malipo yatokanayo na kufanya vurugu au kuivuruga nchi yao kwa maslahi ya wengine. Katika hali hii, niwahakikishie Watanzania kwa serikali yenu inasimama imara katika ulinzi wa raia wake na mali zao. Nanyi kwa upande wenu mnapaswa kuungana na serikali yenu katika kulinda maeneo yenu na mali zenu. Vitendo vya kigaidi katu havikubaliki, sio kwa Tanzania tu bali ulimwengu mzima. Hivyo basi niwaonye kwa mara nyingine wale wote wanaojishughulisha na vitendo hivyo kwamba taifa lolote duniani hutumia nguvu ya dola kuhami raia wake na kulinda heshima yake. Nasi Tanzania kama taifa hatutasita kufanya hivyo.